Yes, ya mjambo tena kwenu nyote wandugu wapendwa, watazamaji na wasikilizaji wa Kwetu TV. Nyote kwa ujumla mnaoendelea kuwa nasi ndani ya taarifa zetu mbichi za kila siku na kila wakati. Tunawasalimia wale mnaotufuata mkiwa Marekani, Ulaya na Afrika. Salamu zetu ziwafikie kabisa. Kama kawaida tena tumekuja kuwapa habari mbichi, taarifa kuhusu hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Kongo, pamoja na taarifa mbalimbali tena tofauti zinazosemekana nchini Kongo. Tunawatakia siku njema ya leo mercredi le 25 février 2025, na tunawakaribisha kwa mara nyingine ndani ya habari zetu za siku ya leo. Kama kawaida tumewaletea habari kuhusu hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Kongo. Kama tulivyowaambia, tutawapeleka kwenye uwanja wa vita ndani ya maeneo ya Masisi. Wazalendo wanazidi kusonga mbele. Eneo ya Mahanga ilikuwa rekipere Muwalikale. Hali ya kiusalama inaendelea kukua tete sana kutokana na mapigano ambayo yanaendelea kule kati ya wazalendo pamoja na waasi wa AFC M23. Tutawaambia sasa kuhusu yule Colonel Willy Ngoma wa AFC M23, porte parole katika mambo ya kijeshi, ambaye alikufa. Tunazidi kupata confirmation pole pole. Donc tuko naendelea kupata habari ambazo zina confirme kuwa Willy Ngoma aisha kufa. Tutawaambia kabisa mengi kuhusu kifo chake. Kama kawaida mnaoifuata ni Kwetu TV, ni channel inayowaletea taarifa za kweli tena zenye uhakika kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Hivyo basi tunawasihi kusubscribe, yani kujiabone, ili kukuwa nazipata habari zetu zote kwa wakati. Muendelee kucomment na kuzilike habari hizi, pia na kuzisambaza kwa walio wengi ziwafikie. Msisahau kujiunga nasi na grupu yetu ya WhatsApp mkigusa kwenye link ambayo iko pale mu description. Ukishagusa kwenye titre utapata linki yetu mu description. Uguse kwenye linki hiyo, bila shaka utakuwa ukizipata habari zetu zote kwa wakati. Bila kupoteza muda wetu, tufungue ukurasa wetu wa habari moja kwa moja. Tuwaambie ni kipi ambacho tumewaletea siku ya leo, ama habari ambazo tumewaletea siku ya leo. Taarifa zetu mbichi tuzianzie kuhusu kifo chake Colonel Willy Ngoma, porte parole katika mambo ya kijeshi wa AFC M23. Confirmation tunazidi kuzipata kabisa. AFC M23 ni porte parole wao kupitia mambo ya diplomasi Lawrence Kanyuka na wengine hawaja confirme kifo chake. Taarifa tunazozipata kabisa pembeni zinaendelea kuconfirme kifo chake. Yule Colonel Willy Ngoma alikufa kupitia kichapo, alikufa kupitia bombardement za drone pale Rubaya. Après kubombarde pale Rubaya, nadhani ya kwamba njoo mlipata habari za kifo chake, na kwa sasa taarifa zinaendelea kutuonesha kwamba Willy Ngoma aisha kufa. Mtu wa kwanza ambaye tuko na confirmation kupitia yeye ni Bertrand Bisimwa. Bertrand Bisimwa kwenye account yake kuanzia jana iko na post mambo ya huzuni sana, na leo asubuhi mapema alisema kwamba waeroni wale ambao wanakufaka kabisa kuvita wakipigia plito wakipigania wengine wale wanawaitaka waero. Anasema kwamba waero kabisa wakufake wanabakiaka mu mafikiri ya wale ambao walikuwa wanapigania. Mnasikia kwamba ni taarifa za huzuni. Ni baada ya kusambaa kwa taarifa hizo ya kwamba porte parole militaire wa AFC M23 aisha kufa Willy Ngoma. Après tunapata confirmation kupitia pia FARDC siku ya jana ilikonfirme ya kwamba Willy Ngoma alikuwa neutralize pale Rubaya na operation za kivita pale kwenye walitumikisha ndege za kijeshi kubombarde ile eneo ya Rubaya. FARDC ilitangaza hayo, na upande wa wazalendo nao walitangaza hayo. Wazalendo walisema kwamba FARDC
Wazalendo walisema kwamba muzile frappe ambazo zilifanyika pale Rubaya, operation ambazo walikuwa wakizifanya pamoja na FARDC, waliweza kabisa kuneutralize Colonel Willy Ngoma wa AFC M23. Isitoshe confirmation ile ya wazalendo ama ya FARDC, kuna wa journaliste kama yule ambaye anaitwa Steve Wembi. Steve Wembi nadhani kwamba mnamjua, naye ni mojawapo wa journaliste ambao wanatumikiaka AFC M23. Alitangaza hayo, alisema kwamba Willy Ngoma alikufa katika frappe za Rubaya. Donc tunaendelea kabisa kupata habari zinazo confirmea kwamba Willy Ngoma aisha kufa. Na kama kabisa Willy Ngoma aisha kufa, AFC M23 waisha babaika. Ndugu zangu, Willy Ngoma alikuwa mtu ambaye alikuwa anaongoza maoperation mingi. Willy Ngoma ni kolonele mwenyewe, alikuwa anapigana maeneo yote kule Lubero, mlimuonaka maeneo ya Limbongo, kule Sud Kivu mlimuonaka pale maeneo ya Nzibira, kule maoperasyon zote Mushabunda maeneo. Donc Willy Ngoma alikuwa kabisa mtu wa vita sana. Willy Ngoma alikuwa mtu wa vita sana wa AFC M23. Sasa mnasikia deja walipoteza mtu ambaye alikuwa anaweza kazi. Matokeo ya vita inakuwaka ile matokeo ya vita kabisa. Ile ni kifo. Vita si vizuri, nawaambia hayo kila siku. Vita ni vibaya, na kuna wengi wanaoendelea kutangaza kifo chake, wakiendelea kutuonesha kwamba kabisa Willy Ngoma aisha kufa. Tuendelee na habari zetu. Donc c'est confirmé, Willy Ngoma aisha kufa. Kinachobakia tu ni kupata sasa confirmation ya AFC M23 kupitia soit porte-parole wao Lawrence Kanyuka. Me zingine habari tunazozipata na kutoka pale kufro maeneo ya Rubaya, wanasema kwamba Willy Ngoma aisha kufa. Tuendelee na taarifa zetu kwenye ligne de force. Sasa Masisi wazalendo wako na avance mchana na usiku, wazalendo wako na avance. Wahasi wa AFC M23 walipigwa wakakimbia kijiji cha Mahanga. Eneo ya Mahanga ilikuwa rekipere. Mapigano makali yalianza siku ya jana Jumane asubuhi kati ya wasi wa AFC M23 pamoja na jeshi la Kongo linaloungwa mkono na wazalendo katika eneo hiyo ya Mahanga, ambapo ni kijiji chenye kinapatikana mweneo la Butike groupement ya Nyamaboko ya kwanza, pale ni mteritoire ya Masisi. Kulingana na vyanzo kadhaa vya ndani, vikosi vya serikali viliwasili kutoka Buhimba katika eneo jirani pale Mwalikale, vikaanza kuwashambulia waasi wa AFC M23 mapozisio zao tofauti katika eneo ya Mahanga. Kufuatia mapigano yale, sasa FARDC waliavance pamoja na wazalendo wakapiga AFC M23 wakaifukuza katika eneo ile ya Mahanga. Wakaji katika maeneo yale na vyanzo kadhaa kutoka maeneo hayo wanasema ya kwamba vikosi vya AFC M23 walikimbia, ama wanajeshi wa AFC M23 walikimbia wakajificha msituni katika maeneo tofauti ya Oso Banyungu mwile eneo. Na mizunguko ya idadi ya watu imeripotiwa. Familia kadhaa ziliondoka Mahanga haraka ili kukimbilia msituni unaozunguka pale. Donc walikimbilia katika mapori ya pale, na hali bado inaendelea kukua tete katika sehemu hii ya Masisi, ambapo mapigano kabisa kuanzia semaine passée mpaka leo yanaendelea kuripotiwa kule, na mapigano mapya iko na endelea kabisa kukamata hatua nyingine. Vikosi vya wazalendo pamoja na FARDC wanaendelea kabisa kuatakia AFC M23 wakielekea eneo ya Kazinga. Donc Kazinga kabisa wanapenda wairekipere kutoka Mahanga, njia ni ya Kazinga na epui wako deja na wako mkilomita chache na Masisi centre.
kule mwa Masisi wako nasonga mbele, wazalendo sana, tena sana ndugu zangu. Mwalikale utulivu ulirejea katika eneo ya Chamungu, eneo inayopatikana karibu na Mpeti baada ya mapigano makali kati ya FARDC pamoja na waasi wa AFC M23. Utulivu ulionekana Jumatano hii huko mweneo ya Chamungu, eneo la milimani linaloangalia vijiji vya Mpeti pamoja na Katobi, pale ni groupement ya Kisimba. Utulivu huo ulikuja siku moja baada ya mapigano makali kati ya AFC M23 pamoja na wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC wanaoungwa mkono na wazalendo. Kulingana na vyanzo tofauti kutoka pale, wanasema kwamba waasi kutoka Mpeti na Minjenje walianzisha mashambulizi mapema Jumanne asubuhi dhidi ya ngome za FARDC zilizoko kwenye vilele vya kimkakati vya Chamungu. Mapigano hayo yaliyoonyeshwa na matumizi ya silaha nzito na nyepesi yaliongezeka siku nzima. Kufikia alasiri, FARDC kuungwa mkono na washirika wao walifanikiwa kudhibiti na kisha kurudisha nyuma shambulio hilo. Waasi wa AFC M23 walirudi nyuma kuelekea Mpeti wakifikiria nafasi yao ya kuanzia. Vurugu hizi zinaendelea kabisa kuongezeka wakati kule hali ya kiusalama ni mbaya. Donc wakati mapigano ni makali kule, wakaji wanaendelea hata kukimbia vijiji vyao. Hata hivyo bado hali ni tete. Viongozi wa kundi la Kisimba wanalaani pia kuimarishwa kwa nafasi za waasi huko Mpeti, wakidai kwamba mambo mapya yalifika Jumanne alasiri kutoka Kalembe. Donc wanajeshi wapya, vifaa vipya vya AFC M23 vilifikaka katika eneo ya Mpeti na vinatokea wapi? Katika eneo ya Kalembe. Wanasema kwamba hali ni tete kabisa kule maeneo ya karibu na Rubaya. Toujours wazalendo wako naendelea kuavancer pole pole. Wazalendo wako naendelea kabisa kusonga mbele pole pole. Wangali mudi kilometre na Rubaya. Mapigano yanaendelea kuripotiwa pale. AFC M23 iko na washambulia yone kwamba itawarudisha nyuma. Habari kabisa kutoka pale Kufro wanatuambia kwamba wazalendo waisha fonga kabisa roho kule, waisha resiste sana, wanapenda wa avance, hakuna cha kurudia nyuma. Donc kurudia nyuma hapana kabisa katika maeneo ya Masisi. Donc AFC M23 iko naendelea kupigwa wazalendo na wako na avance pole pole. Goma kulisikika avyo ilikuwa jana Goma kulisikika avyo enye mpaka kwa sasa hawajajua watu tunaoongea nao pale Goma hawajue ilitoka wapi, ilikuwa na iko naenda wapi. Ilikuwa na nibusiku 22h, saa 4 busiku njo avyo ilisikika pale Goma na iko napita. Avyo ile haijulikane ni akina nani, haijulikane ilikuwa na iko natoka wapi na iko naenda wapi. Na mkumbuke kuwa aeroport ya Goma ingali bloke, donc haijafunguliwaka. Mji wa Goma après AFC M23 kukamata aeroport ilikuwa ka bloke na leo haijafunguliwa. Sasa avyo enye ilisikika pale Goma ilikuwa ni ya wanani, ilikuwa inaenda wapi? Vraiment AFC M23 kutokana na jinsi pale wanaendelea kuungwa mkono na zile pei tofauti, waisha anza tumikisha na zile avyo za hizo pei pale Goma, na habari hizo zinaendelea kudhibitishwa na watu tofauti pale Goma. Wanasema kwamba ile avyo ilikuwa kabisa na inatokea katika pays voisin ya Rwanda pale Goma. Wanasema njoo kwenye ile avyo ilikuwa inatokea na wakujua
operation ambayo walikuwa wakifanya pale, ile avio ilitoka pale. Uchunguzi unaendelea kufanyika. Ilikuwa saa 4 usiku njo avyo ilisikika pale. President Felix Tshisekedi alifika kule mu Paris, mu nchi ya France. Alifika hako siku ya jana, akapatana na mwenzake Emmanuel Macron. Na walichokiongelea ni kuhusu hali ya kiusalama na hali ya kibinadamu mashariki mwa nchi ya Kongo. Na taarifa tunazo ni ya kwamba kuna makoro tofauti ambayo Felix Tshisekedi atasinye pamoja na president wa France Emmanuel Macron. Hizo habari kabisa zinaendelea kutufikia. President Felix Tshisekedi na Emmanuel Macron, kuna makoro ambayo watasinye kule katika siku hizi. President Felix Tshisekedi mnajua ya kwamba yeye kabisa anahitaji nguvu za kivita. Donc yeye anahitaji nguvu kabisa za kivita ili kuweza kupingana na hao waasi wa M23 awashinde. Na kama kuna zingine akoro za kuweza kuwaleta wanajeshi wa France nchini Kongo, hatujajua. Kuna makoro mengi ambayo watasaini, tutakuja kuyafahamu apre kuyasaini, kwa sababu wakati mambo hayajafikiwa hatuwezi kabisa tukawaambia ni kipi ambacho watakisaini wakati hawajasaini mambo yoyote. Kuna makoro ambayo watasinye. Ndugu zangu, asante. Hizo ndizo habari ambazo nilikuwa nimewaletea leo. Tupatane kama kawaida katika habari mbichi zifuatazo mchana wa leo. Tutawapa taarifa mbichi. Merci beaucoup.